Ndugu Lazaro Jacob Twange, uliyekuwa DC, ulikuwa Ubungo. Haya, lakini nimetizama CV yako nikaona ulishapita kwenye mashirika ya umma. Na unajua mashirika ya umma yanavyoendeshwa. Nimekupeleka kwenye shirika ambalo ni security ya nchi yetu. Na hii ni baada ya mchujo mkubwa. Kuangalia loyalty, kuangalia uwajibikaji, experience na mambo yote. Umeibuka kwamba unaweza kushika shirika hili. Shirika hili kama nilivyokuambia ni security ya nchi kwa sababu umeme ndani ya nchi yetu ndio kila kitu. Chukulia mfano umeme uzimwe sio maeneo ya uchumi, maeneo ya wananchi tu. Wakose umeme siku 2 siku 3, kelele ya kisiasa itakayopigwa hapo. Lakini sasa chukulia upande wa pili wa maeneo ya uchumi. Umeme ukikosekana ina maana uchumi wa nchi unakwenda kuzorota. Tumefanya jitihada kubwa kama serikali ya kuweka uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo kadhaa. Tuna chanzo kikubwa Julius Nyerere Hydropower na ile ndiyo roho yetu kama nchi. Pamoja na kwamba 60% so far tuseme imeshuka sasa baada ya Julius Nyerere kuzalisha. Lakini huko nyuma ilikuwa 60%, sasa tuseme labda 40% ya umeme wote wa nchi hii unatokana na gesi. Kwa hiyo 60% utatokana sasa na vyanzo vingine baada ya Julius Nyerere kuanza kazi. Nikuombe sana, tuna umeme wa kutosha. Chalinze pale tunaingiza umeme wa kutosha. Tatizo tulilonalo ni transmission. Kwenda kupeleka kaskazini na huko wanaita nini sijui nyanda za juu kusini sijui magharibi ya nchi. Miradi hiyo ipo. Lakini kukuwa na kusuasua kukubwa kwa kuanzwa kwa miradi hiyo. Kaangalie na uhakikishe transmission inafanyika. Kupeleka umeme kutoka kwenye grid sehemu hizo. Kuna vyanzo vidogo vidogo vinavyotoa umeme maeneo kadhaa ya Tanzania na yenyewe ukayatupie jicho vizuri. TANESCO kama nilivyosema ni security ya nchi yetu na umeme ndio security ya nchi yetu. Lakini tuna ongezeko la uwekezaji ndani ya nchi. Wote hawa viwanda vinataka umeme na si tu kupata umeme lakini reliable. Wahakikishe saa zote umeme upo wanazalisha wanavyotaka kiwango wanachokitaka ili waweze kufanya uzalishaji na waweze kukuza uchumi wetu. Kwa hiyo una kazi kubwa ndugu yangu. Lakini tunapokwenda mbele tunaangalia renewable sources of energy. Ni kazi ya wizara kisera lakini ni kazi yako katika utekelezaji. Kwa hiyo other renewable sources of energy mara nyingi sijui tunaita nishati jadidifu. Tunashughulika na sola, jua, upepo na mambo mengine. Lakini ndani ya nchi yetu Mungu ametubariki uranium. Kwa muda mrefu sana tuliaminishwa kwamba kutengeneza umeme wa uranium ni hatari. Lakini nchi zinazoendelea wanatumia na ndio source kubwa ya umeme wao. Sisi tuna raw material hapa ndani. Wanatuambia hatari ili wachote wapeleke kwao wakatengeneze umeme kwao. Sasa pamoja na wizara ni vyema kusimamia mradi wetu ule wa uranium kule Tunduru. Kwamba sasa wale wawekezaji waanze kazi na tufaidike na rasilimali ile. Nchini na kama wanataka kuchukua nje wachukue lakini kwanza tufaidike ndani ya nchi. Tunategemea kuna matani mengi tu. Estimates za sasa hivi kama tani 58,500 za uranium zimelala pale. Nadhani wakianza kuchimba na wakiendelea kufanya discoveries kwenye eneo lile wanaweza wakapata nyingi zaidi. Huu mradi uende na tuanze. Umeme wa nyuklia kama wao wanautumia tunaweza tukautumia na tukawa na umeme wa kutosha. Wa kutosha nchini lakini na kuuza nchi jirani. Kama tunavyotaka kuuza sasa kwa Zambia, lakini nasi tunanunua kutoka Ethiopia. Sasa tukijitosheleza, hatutakwenda kununua. Tumefanya jitihada kubwa kupeleka umeme vijijini. Ilani ilituambia by 2025 vijiji vyote viwe vimepata. Na sasa vijiji vyote 12,318 vina umeme. Tunakwenda kwenye vitongoji. 52% ya vitongoji vyetu Tanzania, vitongoji 33,657
already vina umeme na kazi inaendelea. Sasa hivi kuna 20,000 vitongoji. Kuna mtu wa REA hapa? Hayupo. 20,000 vitongoji, kazi inaendelea. Kwa hiyo tukimaliza huko tutakuwa kama tunakaribia lile lengo tulilowekewa. Hiyo ni kazi yenu, tunaomba mkatusaidie. Kuna suala la nishati safi ya kupikia. Again, hili linagonga huku na huku, lakini kwenu lipo. Jinsi mtakavyoweza kusambaza umeme vijijini, mnakwenda kuchangia pia kwenye hilo swala la nishati safi ya kupikia na kuelekea kwenye kufikia ile target yetu ambayo tumejiwekea by 2034. Tumesema 80% ya Watanzania wawe wana nishati safi ya kupikia pamoja na umeme na vyanzo vingine vya nishati, gesi na mambo mengine. Kwa hiyo hilo ni jukumu lenu. Tuna ujenzi wa substations nyingi katika kuhakikisha kwamba umeme unapatikana uninterrupted, hauzimiki. Naomba ukalisimamie. Kubwa zaidi, ndani ya shirika lako, nenda kasafishe yale makando yaliyopo. Walioko kwenye kutoa umeme, walioko kwenye billing system, waliopo kwenye mambo mengine. Nilimuona naibu waziri mkuu kaenda kazunguka, hakufurahishwa na aliyoyakuta katika maeneo mengine. Nenda kasimame uyafanyie kazi. Kubwa zaidi, kuna miradi mingi ndani ya shirika lile inavuta interest za watu wengi. Kasimame katikati, simamia miradi itekelezwe vizuri. Achana na interest za watu, simamia sheria, sera zako za shirika na miradi ilete faida kwa wananchi. Hilo ndio kubwa nalo litegemea kutoka kwako.